Ili wewe kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani, ungana nasi kwa kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu, kwa habari zote za kimichezo na burudani, usajili, uchambuzi, True Talk, ukweli unaongea. Ujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo, mimi nikukaribishe na nikualike katika channel ya kupendwa kabisa ya True Talk, na hapa huwa tunajadili pamoja na kuzungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani, hususan tetesi za usajili, uchambuzi, msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara na namna ambavyo ligi inaenenda kwa sasa. Na kama ndio mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, tafadhali sana mimi nitumie nafasi hii kuweza kukukaribisha pamoja na kukualika kwa kuemda wangu wa nguvu ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi. Tafadhali sana fanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii upande wa kulia, kisha washa alama ya kengele itakayokuja mara baada ya kusubscribe. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Lakini pia leo nina moja kati ya taarifa muhimu sana ambazo natamani kuweza kushare na wewe mdau wangu wa nguvu. Na moja kati ya taarifa ambazo niko nazo hapa ni kuhusiana na mchezo wa hapo kesho kutwa. Ni mchezo baada ya kesho, nafikiri itakuwa ni tarehe 21 ya mwezi huu hapa, mwezi Mei 2026 kule mkoani Tanga, ambapo Simba Sports Club anaenda kucheza dhidi ya Coastal Union. Ni mchezo wa NBC Premier League kwa maana ya ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu wa mwaka 2025-26, ikiwa ni raundi ya 24 na Simba anaenda kukutana na Coastal Union ikiwa ni mchezo wa 24 kwa pande zote mbili. Lakini kumbukwe Simba anazisaka alama tatu muhimu kuelekea katika mchezo hapo kesho ili kuhakikisha kwamba anakwenda kuongoza ligi kwa sasa. Ikumbukwe mtano jadi Dar es Salaam Young Africans Sports Club anaongoza ligi kwa hivi sasa akiwa na alama 54 mara baada ya kucheza michezo 23, mara baada ya kucheza michezo 23 akishinda michezo 16, akitoa sare mara 6 na kupoteza mchezo mmoja, ana alama 54. Huku kwa upande wa Simba yeye anashika nafasi ya pili akiwa na alama 52 mara baada ya kucheza michezo 23, akishinda michezo 15, akitoa sare mara 6 na kupoteza mchezo mmoja. Wamepoteza idadi sawa ya mechi, lakini Simba ametoa sare mara 7 huku Yanga akitoa sare mara 6, na Yanga ameshinda mechi 16 huku Simba kishinda mechi 15. Kwa hiyo ni mchezo muhimu kwa upande wa klabu ya Simba, lakini pia ni mchezo muhimu kwa Coastal Union kwa sababu Coastal Union nao pia wanashika nafasi ya 11 kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa hivi sasa wakiwa na alama 25 mara baada ya kucheza michezo 23, kishinda mechi 6, wakitoa sare mechi 7 na kupoteza mechi 10. Kwa hiyo ni mchezo muhimu pia kwao kuhakikisha kwamba angalau wanasogea juu kwenye 8 bora kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini ni hayo kwa upande wa taarifa kuhusiana na mchezo hapo kesho kutwa utakao kutanisha Simba Sports Club dhidi ya Coastal Union kule mkoani Tanga, na Simba ataenda kucheza ugenini kwa maana ya ni faida kwa Coastal Union kwa sababu ni mchezo wao wa nyumbani. Kwa hiyo lazima watumie uwanja wa nyumbani kama ni sehemu ya faida kwao ya kuzisaka alama tatu muhimu dhidi ya Simba Sports Club. Ingawaje haitakuwa rahisi kwa sababu tunafahamu pia ubora wa Simba, tunafahamu kikosi cha Simba na kazi kubwa ambayo wanaifanya wachezaji wa Simba chini ya usimamizi wa kocha Steve Becker akitokea pale Afrika ya Kusini, na tumeshuhudia takriban mechi kadhaa ambazo zimechezwa kwa hivi sasa hajapoteza mchezo hata mmoja. Na kwa upande wa tetesi za usajili pia na mengi sana ambayo imejiri huko, lakini moja kati ya taarifa muhimu ambazo niko nazo hapa mezani kwangu ni kuhusiana na beki kitasa wa pale Afrika ya Kusini. Hapa namzungumzia Fawaz Basadien ambaye anakitimua katika klabu ya Mamelodi Sundowns. Na tunafahamu Afrika ya Kusini ni moja kati ya nchi ambazo ligi zake ni moja kati ya ligi ambazo na competition kubwa, ushindani mkubwa, na tunafahamu wachezaji wanaotokea ukanda ule wanakuwa na uwezo mkubwa sana. Sasa jambo ambalo natamani kuweza kushare na wewe ni kwamba taarifa kuhusiana na Fawaz Basadien ambaye kwa sasa anatumikia klabu ya Mamelodi Sundowns ametoka kwenye mikono ya Steve Becker. Kwa maana Steve Becker kabla ya kutimkia huku nchini Tanzania alikuwa akiinua klabu ya Stellenbosch FC. Tunafahamu ni moja kati ya vilabu ambavyo vimesumbuana kweli kweli na klabu ya Simba hasa kwenye zile
nusu finali za kombe la shirikisho barani Afrika. Na kwa hiyo ametoka kwenye mikono ya Steve Barker, ni moja kati ya makocha ambao wanamfahamu vizuri sana Fawaz Abbassazian, Ismail Olivier Tole. Na fikiri mpaka sasa tunafahamu pia kwamba tuna idadi kadhaa ya wachezaji wanaotokea pale Afrika ya Kusini, akiwemo Roshan Derrak, Neo Maema, wote wametokea Mamelodi Sundowns. Fawaz Abbassazian naye yuko Mamelodi Sundowns akitokea katika klabu ya Stellenbosch FC chini ya usimamizi wa kocha Steve Barker kabla ya kutimkia huku nchini Tanzania. Na pia ripoti zinaeleza kuwa mazungumzo baina ya pande zote mbili bado yanaendelea. Ikumbukwe Mamelodi Sundowns ni moja kati ya vilabu ambavyo pia viko kwenye lenki ya juu sana kwenye ubora wa viwango vya ubora CAF, lakini pia huko ulimwenguni, kwa sababu kwa hivi sasa wanacheza finali za kombe la ligi ya mabingwa barani Afrika na AS FAR Rabat, na wameongoza hapo jana, wametoka kucheza, wameshinda goli moja kwa 0. Kwa hiyo kinachosababisha Fawaz Abbassazian pengine kuja kusign kandarasi na klabu ya Simba ni upana wa kikosi cha Mamelodi Sundowns unaosababisha muda mchache wa kuweza kucheza uwanjani. Tunafahamu akiba mchezaji ni kuonekana mara kwa mara uwanjani, na ubora wa mchezaji wao unaimarika pale ambapo mchezaji anakuwa anapata nafasi kubwa ya kuweza kuperform ama ya kuonesha kila alichonacho. Sasa kwa upande wa Mamelodi Sundowns ni moja kati ya timu kubwa na bora zaidi ambazo zinafanya vizuri kweli kweli. Walitoka kushiriki mashindano ya Interclub World Cup msimu uliopita mara baada ya kuweza kufikia hatua ya nusu finali za ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini sasa hivi wanashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika wakiwa wanacheza finali na AS FAR Rabat. Sasa kwa hivi sasa kwa upande wa club ya Mamelodi Sundowns kikosi chake ni kipana, kwa hiyo kunasababisha ugumu wa kuweza kupata muda mwingi wa kuweza kucheza uwanjani kwa upande wa club, kwa upande wa wachezaji hasa Fawaz Abbassazian, Jayden Adams, wote wametokea katika klabu ya Stellenbosch FC chini ya usimamizi wa kocha huyu Steve Barker. Ndio maana pengine inaweza kaleta urahisi wa wao kuweza kusaini kandarasi ama kukubali ofa ya klabu ya wanakundi Msimbazi Simba Sports Club. Lakini pia ikumbukwe Mamelodi Sundowns imetoa wachezaji kadhaa kwa upande wa klabu ya Simba akiwemo Neo Maema na Roshan Derrak. Tunafahamu uwezo wa wachezaji hawa wawili, Roshan Derrak ambaye anacheza katika safu ya ulinzi, lakini pia Neo Maema ambaye anacheza nafasi ya kiungo. Wote hawa wamekuwa wakifanya kazi kubwa kweli kweli. Kwa hiyo kwa ubora ambao Neo Maema pamoja na Roshan Derrak wanaonesha hapa, jaribu kufikiri kwamba ni ubora kiasi gani ambao klabu ya Mamelodi Sundowns iko na wachezaji wa namna hiyo na wanaozidi viwango vya namna hiyo. Fikiria Neo Maema pamoja na Roshan Derrak, pamoja na ubora walionao, pamoja na ubora ambao wanaonesha katika klabu ya Simba, wametolewa kwa mkopo kuna katika kikosi cha wanakundi Msimbazi Simba Sports Club ili kupisha wachezaji wengine kuweza kuonesha uwezo wao. Kwa hiyo chini ya usimamizi wa kocha Miguel Cardoso na upana wa kikosi cha Mamelodi Sundowns, nafikiri pia inaweza pengine kusababisha dili la Fawaz Abbassazian kuweza kutimia kwa uharaka zaidi na kutoka katika viunga vya wanakundi Msimbazi Simba Sports Club kama taarifa zinavyoeleza. Nite Masajina ni tuto kama ilivyo ada, hapa tunajadili pamoja na kuzungumza kuhusiana na masuala mazima ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na yale yote ambayo yanajiri huko viwanjani. Usisahau kulike hii video pamoja na kusubscribe kwa ambaye ndio mara yako ya kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, lakini pia share na marafiki zako ili nakusudi nao uweze kufahamu kile ambacho kinaendelea huko katika ulimwengu wa soka. Sina jingine la ziada kuzungumza. Wakati mwema. Bye bye.